the station with a difference. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, msikilizaji wa IKRA FM 95.0 na karibu kwenye muhtasari. Imekatika dakika moja baada ya saa 11 majira ya Afrika ya Mashariki. Wizara ya Tamaduni na Turathi imetupilia mbali madai yaliyotolewa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuhusu kuuzwa kwa ukumbi wa Bomas kwa raia wa Uturuki. Katika taarifa kwenye mtandao, katibu wa wizara hiyo Umi Bashir amesema madai hayo hayana ukweli wowote, kwani ukumbi huo unamilikiwa na serikali na hakuna nia yoyote ya kuuzwa kinyume na inavyodaiwa. Aidha, amesema kuwa serikali inapanga kuifanyia marekebisho kwa lengo la kuiboresha. Na Rais William Ruto ametetea hatua yake ya kuungana na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, akisema lengo lake kuu ni kuunganisha Wakenya. Ruto na Raila wiki iliyopita walitangaza azimio la kuzika tofauti zao na kufanya kazi pamoja kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Matamshi sawia yametolewa na Raila, ambaye ametetea hatua yake ya kufanya kazi na Rais Ruto, akisema haikuchochewa na maslahi ya kibinafsi. Juzi tumekubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga, tukasema tuunganishe Kenya, tuache ubaguzi, tuache chuki, tuache ukabila. Kenya ni nchi moja, sisi wote ni watu wa taifa moja with a common destiny. Nairobi, mnasema ndio ama mnasemaje? Mnasema tuungane? Hebu nione wale wanasema tunaungana pamoja. Na Kenya na Hungary zimepangiwa kutia saini mikataba ya maelewano katika nyanja za elimu na kilimo. Mkuu wa mawaziri ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje Musalia Mudavadi atatia saini mikataba hiyo kwa niaba ya Kenya. Mudavadi aliondoka nchini hii leo kuelekea Budapest kufuatia mwaliko wa waziri wa mambo ya nje na biashara wa Hungary aliyezuru Kenya mapema mwaka jana. Wakati wa ziara hiyo ya siku 3, Mudavadi pia anatarajiwa kufanya mazungumzo na rais wa Hungary Daktari Tamas Sulyok. Na kwenye taarifa za kimataifa ni kuwa Rais Volodymyr Zelensky amesafiri hadi Saudi Arabia kukutana na mwanamfalme Mohammed bin Salman, akitarajia kufanya majadiliano kati yake na ujumbe wa Marekani kusitisha vita na Urusi. Marekani, ambayo kwa wakati mmoja ilikuwa na ukaribu na Ukraine, imebadilisha sera zake za kivita kwa kufanya mazungumzo moja kwa moja na Moscow, huku wakisitisha usaidizi wa kijeshi na ujasusi wa Kiev. Zimekatika dakika 4 baada ya saa 11 majira ya Afrika ya Mashariki. Huo ndio mwisho wa muhtasari. Ungana nasi fikiapo saa 12 kamili. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman. Ramadhan Mubarak. Kwa habari zaidi na matukio, endelea kutegea IKRA FM 95.0 au tupate mtandaoni moja kwa moja kwenye tovuti ya www.ikrafm.com au www.ikrafm.webradiosite.com, tukuangazie yote yanayojiri. IKRA FM 95.0, idhaa ya tofauti. Mtume Muhammad sallallahu alaihi